Tunaendelea na darasa yetu ya mabadi al-fiqhiyya. Tuko juzuu ya 3. Na tutasoma ahkam al-Islam kwa yule ambaye angalie ahkamu al-Islam. Katika juzuu ya pili tulisoma vile ahkamu al-Islam, lakini mtunzi wa hiki kitabu ametunga hivi ili mradi kama kule kuna jambo ulikuwa hujalikumbuka huko anakukumbusha tena. Kwa hiyo jambo likikaririwa ndo linakaa kuliko jambo likitajwa mara moja. Kule alisema ahkamu al-Islam tukazisoma zote, na hapa anazileta, lakini kuna ziada kidogo atakazokuwa ameziongezea nje ya zile ambazo tulizisoma mwanzo. Kwa hiyo bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah wa rahimana jami'an. Anasema namba 2, ahkamu al-Islam. Baada ya kuwa tumesoma usuli ndio unatoa hukumu. Tulisoma usuli kule 4, Qur'an, hadithi, ijma na kiasi. Sawa? Hivi vitu 4 ndio vinaleta hukumu. Chimbuko la hukumu yoyote ile inatokana na zile usuli 4, moja ya zile usuli 4. Ima hukumu itoke kwenye Qur'an, au hukumu itoke kwenye hadithi, au hukumu itoke kwenye ijma, au hukumu itoke kwenye kiasi. Sawa? Sasa hizi zote mbili hizi hukumu zitakazotoka kwenye zile zote 4, hukumu zitakazotoka ni 5 tu. Yani zile asili zote zile zinatotolea hukumu ngapi? 5 basi. Kwa hiyo shekhe anasema ahkamu al-Islami 5, hukumu za dini ya Kiislamu ni 5. Si tumeelewana? Kwa hiyo zile asili zinatotolea hukumu 5. Hukumu ya kwanza al-fardhu. Hukumu ya kwanza kabisa ambayo tutaitoa kutoka kwenye asili zile 4, tunapata hukumu nambari 1 ni faradhi. Kitu kinachoitwa faradhi. Hii ni hukumu. Sawa? Tukisema hii swala ni ya faradhi, yani tumeihukumu hii swala ni ya lazima, ndio hukumu yake. Mtu akikuuliza nipi hukumu ya swala ya magharibi, unamwambia hukumu ya swala ya magharibi ni faradhi. Si tunaelewana? Kwa hiyo hukumu ya swala zote 5 hukumu yake ni moja, zinaitwa nini? Faradhi. Na hapa ndio utajua hukumu sasa ni kitu gani. Sawa? Kwa hiyo hukumu ya kwanza tunaipata, kuna kitu kinaitwa faradhi kwenye Uislamu, na hii ndio hukumu namba 1. Na faradhi ni kitu cha lazima, ndio kwa maana kitaitwa faradhi, ni kitu cha lazima. Sawa? Hukumu ya pili tunayopata sunna. Sunna maana yake ni mdogo wake
faradhi. Sisi tunaelewana? Faradhi inakuwa na martaba kubwa, inakuwa na daraja ya juu, na ni lazima kila mtu afanye. Kinachofuatia ni sunna. Sawa? Sunna ina daraja ya juu, lakini haifikii daraja ya faradhi. Sawa? Kwa hiyo sunna madhali haifikii daraja ya faradhi, inakuwa sio lazima kwa mtu, sio lazima. Ukisema ni lazima tu, umetoa sunna kwenye nafasi yake, umepeleka kwenye nini? Kwenye faradhi, ambayo haiwezi kwenda. Sawa? Wal haramu, hukumu ya tatu tunayoipata ni kitu haramu. Kitu haramu maana yake kitu hicho ni marufuku kufanya. Haramu maana yake ni katazo. Haramu maana yake ni kitu kilichokatazwa. Kwa hiyo tunapata kitu cha lazima, tunapata kitu kinachoitwa sunna ambacho sio lazima, tunapata kitu kilichokatazwa ambacho lazima uache. Haramu ni kitu kilichokatazwa. Hukumu ya nne tunapata al-makruh. Makruh ambaye ni ndugu yake haramu. Makruh ni ndugu yake haramu. Tumesema haramu ni marufuku kufanya, huruhusiwi kwa vyovyote vile kufanya haramu. Sawa? Alafu tunakuja mdogo wake anakuwa makruhu. Yani mtu akifanya, sheria inamhesabu kafanya kitu ambacho hakipendezi, lakini haijafikia hatua ya haramu. Sisi tumeelewana? Na mtu hapa asije akasema sigara ni haramu. Nizungumza hata kule mwanzo. Sigara ni nini? Sigara ni haramu. Sawa? Sigara ni haramu, sigara sio makruh. Sigara sio makruh. Makruh ni kufanya jambo sio haramu, lakini yani sheria haipendezi, yani huonekani vizuri kufanya lile jambo. Sasa tumeelewana? Mfano, mtu aje kuswali hapa msikitini, kavaa singlendi. Si mnaelewa? Sasa kuvaa singlendi ni haramu? Sio haramu. Lakini mtu anakuja na singlendi msikitini, anapendeza? Hapendezi. Sasa kufanya vitu vya namna hii ni makuruhu kwenye sheria. Sisi tumeelewana? Ni makuruhu kwenye sheria. Au mimi unikute kule sokoni, nimenunua nazi, niko kule sokoni natafuna kacha sokoni kule. Sawa, kula nazi ni vizuri, mtu anaweza kula nazi ni ruhusa, lakini yani yale mazingira na wadhifa wako ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo inakuwa makuruhu. Si tumeelewa?
Sasa mtu aseme makuruhu hapa sigara. Sigara ni haramu, sio makuruhu. Wal mubah, hukumu ya 5 tunayopata katika zile asili 4, na kuna kitu kinaitwa mubah. Mubah ni kitu ambacho umeruhusiwa kufanya, hakiko kwenye makuruh, hakiko kwenye faradh, hakiko kwenye haram, ni mubah. Kula ni mubah, kukaa mubah, kulala mubah, kucheka mubah. Sisi tunaelewana? Hivi vitu vinaitwa mubah. Kula na kunywa ni mubah, kuoa na kuolewa ni mubah. Sisi tunaelewana? Kuoa na kuolewa ni mubah. Mtu akisema leo mimi sioi wala siolewi, sheria imlazimishi kwa sababu ni mubah. Sisi tunaelewana? Lakini kwa yule ambaye yaifu nafsahu, anaweza kujizuia nafsi yake. Kuna watu wameumbwa wao na matamanio ni vitu viwili tofauti, wanawake na wanaume, vitu viwili tofauti. Wewe unamwambia habari ya kuoa, anaona kama yule unampigia makelele tu. Sasa huyu halazimishi kuoa, lakini itakuwa lazima kuoa kwa mtu ambaye hawezi kujizuia. Sasa huyu inakuwa lazima kwake. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo zile asili 4 ndio zinatotolea hukumu. Kwa hiyo ukiona hukumu yoyote ule, unarudi kule kwenye asili, utaikuta. Ima ipatikane kwenye Qur'an au kwenye hadithi au kwenye ijma au kwenye kiasi, utapata kule. Anasema, anaanza kufasiri moja moja. Alfardhu, faradhi ile ya kwanza, hukumu ya kwanza, huwa ni ma yuthabu fa'iluhu. Mtu akitekeleza faradhi anapata malipo. Wa yuaqabu tarikuhu, na asiyetekeleza faradhi anastahili kupata adhabu. Kwa sababu ushaambiwa ni faradhi. Faradhi ni lazima. Ukitekeleza ile lazima, ambayo lazima yenyewe ndio amri, sawa? Lazima yenyewe ndio nini? Amri. Ukisikia faradhi au amri ni kitu hiki kimoja. Ili jambo kaamrisha Mwenyezi Mungu, ujue hilo ni faradhi. Ili jambo ni faradhi, ujue hilo ni amri. Tunaelewana jamani? Kwa hiyo huwa ma yuthabu fa'ilu. Faradhi ni ile ambayo mtu akitekeleza anapata thawabu. Wa yuaqabu tarikuhu, na anayeacha kutekeleza faradhi ataadhibiwa. Kwa sababu wewe unapoacha kutekeleza amri ya bosi wako, maka utapigwa na kitu kizito. Sisi tumeelewana? Kama ni mabosi wa kiduniani hawa, ima akufukuze kazi, manake umeshindwa kutekeleza kazi aliyokutuma, ni amri. Sisi tumeelewana? Anasema wa huwa alwajibu bimaana wahidi. Wa huwa walwajibu bimaana wahidi. Anasema kusema faradhi na kusema wajibu maana yake ni moja. Sawa? Kusema faradhi au wajibu ni kwa maana moja. Illa fi babil hajj, isipokuwa kutakapokuwa kunazungumziwa mlango wa haji. Mlango wa haji wakisema wajibu sio faradhi. Lakini milango mingine yote
Ukisikia hiki kitu ni wajibu, au ukisikia hiki ni faradhi, au ukisikia kitu ni amri, zote zina maana moja, isipokuwa katika mlango wa haji. Wajibu kwenye haji sio faradhi. Haya, anaenda hukumu ya pili ambayo ni sunna. Anasema hiya ma yuthabu fa'iluha. Sunna ni ile ambayo mtu akiitekeleza na kuifanya anapata thawabu, wala yuakabu tarikuha, wala atakayeacha kutekeleza sunna hatoadhibiwa na Allah, kwa sababu sunna sio lazima, sio faradhi. Sisi tumeelewa? Anasema ma yuthabu fa'iluha, sunna ni ile ambayo mtu akitekeleza anapata thawabu, wala yuakabu tarikuha, atakayeacha kutekeleza sunna hana dhambi, maanake huyo kajinyima yeye mwenyewe thawabu. Wahia walmandubu walmustahabu bimana wahidi. Sawa? Ukisikia hili jambo ni sunna, au ukisikia hili jambo ni mandubu, au ukisikia hili jambo ni mustahabu, Shekhe anasema majina yote hayo yanakusudia tu hiyo sunna. Kwenye vitabu vya fiqh utasikia almandubu, ujue ni sunna, walmustahabu ujue hizi ni lugha za wanazuoni wa fiqh. Unaweza kukuta katika jambo moja hapa akakwambia hakadha sunna, sawa, au akakwambia hadha mandubu, au akakwambia wayustahabu, ujue ni kwa maana ya sunna, maana ni moja tu. Alharam, haram huwa ma yuthabu tarikuhu. Haramu ni ile ambayo anapata thawabu atakayeacha, si katazo. Haramu maana yake ni katazo, anapata thawabu mtu atakayekatazika akaacha yale makatazo ambayo sheria zile usuli 4 zimetuambia kwamba hii ni haramu. Wewe unatakiwa usifanye, kwa sababu ukiacha kuifanya kwa kumwogopa Allah tabaraka wa taala unapata thawabu. Wa yuakabu fa'iluhu, na atakayefanya haramu ataadhibiwa kwa sababu hakujizuia na makatazo. Sawa? Huwa ma yuthabu tariku, mtu akiacha kufanya haramu anapata thawabu. Wa yuakabu fa'iluhu, na mtu akifanya haramu atapata adhabu. Wal makruh huwa ma yuthabu tariku, anasema makruh asiyelifanya anapata thawabu. Yani usipofanya jambo la makruh, yani ukajiepusha na zile makruh, unapata thawabu. Wala yuakabu fa'iluhu, wala hatoadhibiwa mtu ambaye atakayefanya makruh. Ukifanya makruh huadhibiwi, lakini ukiacha unapata nini? Unapata thawabu, kwa sababu ukiacha kufanya makruh maana yake umeipiga dini picha nzuri, unapata thawabu. Ukifanya makruh umeipiga picha dini picha mbaya, lakini haijafikia haramu ili uadhibiwe. Sisi tunaelewana? Haijafikia haramu ili uadhibiwe. Mimi nimetoa mfano tu hapa. Mimi unikute sokoni mimi natafuna miogo tukachakacha. Sijafikia hatua ya kuadhibiwa, lakini kama ningeacha ningepata nini? Ningepata thawabu, kwa sababu nimelinda ule murua, ile heshima.
umelinda ile heshima. Kwa hiyo almakruhu huwa ma yuthabu tarikuhu. Makruhu ni ile ambayo anapata thawabu mtu akitakayeacha. Mtu akiona hiki kitu ni makruhu akaacha, sawa. Ataorodhesha shekhe makruhu. Hata kutumia maji sana bombani ni makruhu. Yaani unatumia maji ya kutawadha nje ya mahitaji, sawa. Bomba, kumbe ungefungua kidogo kidogo tu, ungetumia maji kidogo na angekutosha. Na mtu mwingine anafungua bomba alafu anasugua na mguu, maji yanamwagika, yani mguu uko nje ya bomba, maji yana uwezo wa kufunga anao, lakini anafungua bomba alafu anasugua mguu. Sasa kwa nini usifunge kwanza ukasugua mguu alafu ukafungua ukasuza mguu? Israfu hii ni makruhu, haipendezi. Sasa hautoadhibiwa kwa sababu lakini unafanya kitu ambacho hakipendezi. Almubah huwa ma yuthabu fa'ilu. Mubah ni lile ambalo ma la yuthabu fa'ilu, kitu kilichoruhusiwa ni kitu ambacho hapati thawabu anayetenda, wala yuakabu takrikuhu, wala hapati adhabu atakayeacha. Kitu mubah ukikitenda upati thawabu, ukikiacha upati dhambi. Basi hii inaitwa kitu mubah. Ma la yuakabu fa'ilu, la yuthabu fa'ilu, anayefanya kitu mubah hapati thawabu, sawa. Anayeacha hapati adhabu. Tutakuja kusema mbele kwamba kitu mubah kinaweza kikawa na thawabu na kinaweza kikawa na dhambi. Mubah inategemea na nia. Mubaha inategemea nia. Nia ndio itakayofanya mubaha upate thawabu, na nia ndio itakayofanya mubaha upate dhambi. Kula ni mubaha, lakini unakula upate nguvu ya kwenda kukaba watu, huku kula huku pamoja ni mubaha. Nia yako mbaya isha kufanya hiki chakula kiwe dhambi. Unakula upate nguvu ya kufanya ibada, upate nguvu ya kwenda kulima, kufanya shughuli zako za kila siku, upate nguvu hiyo. Nia yako iwe hivyo. Lakini kama unakula tu kawaida, yani wewe kwenye kula kwako hukunuia upate nguvu ya kufanya ibada, wala hukunuia kupata nguvu ya kwenda kukaba, wewe umekula tu kawaida, upate dhambi wala upate thawabu. Kulala ni mubah, sawa. Lakini kama unalala ili kuna kazi fulani usifanye, huku kulala utapata dhambi. Wewe unatakiwa uende kazini, wewe unasema mimi nina usingizi sana, mimi siendi, utapata dhambi. Lakini unalala, sawa, ili unyanyuke usiku uswali. Yani mimi napumzika saa hizi ili ni utafune usingizi, ikifika usiku ninyanyuke nifanye nini? Ni swali. Ndio nia yako hiyo, basi pamoja usingizi ni mubah, hapa utapata thawabu, sawa. Lakini ukilala tu kwa sababu ya kurelaksi tu, kama kupumzika tu, au kwa sababu umepatwa na usingizi tu, umelala tu, huu usingizi hauna thawabu wala hauna dhambi, kwa sababu ni kitu
mubah. Tumeelewana jamani? Anasema alfardhu kismani, faradhi zimegawanyika mara mbili. Faradhu aini, kuna faradhi aini ya kila mmoja, kuna lazima ya kila mtu mmoja mmoja, lazima atekeleze. Hii inaitwa faradhi aini, hii ndio namba moja. Wa faradhu kifaya, na faradhi kifaya, wakifanya watu wengine kwao sio lazima. Tumeelewana jamani? Faradhu aini kama vile kuswali swala 5 ni faradhu aini, kila mmoja lazima aswali. Kufunga ni faradhu aini, kila mmoja lazima afunge. Sisi tumeelewana? Hizi zinaitwa faradhu aini, kila mmoja biainihi. Sawa, yeye mwenyewe lazima itekeleze, yeye mwenyewe lazima atekeleze. Hii inaitwa faradhu aini. Faradhu kifaya sio lazima kila mtu atekeleze, lakini lazima itekelezwe. Lazima itekelezwe, lakini sio lazima kila mtu atekeleze. Wakitekeleza baadhi ya watu inatosha. Natosha sema kule kama vile nini? Kuswalia nini? Jeneza. Ni faradhu kifaya. Kama vile ambavyo madhhabu ya Imam Shafi kuswali swala ya jamaa ni faradhu kifaya. Yani kuswali faradhi, kuswali jamaa ni faradhi, lakini ni faradhi aini. Kwa madhhabu ya Imam Shafi ni faradhu kifaya. Yani kitokea hii Temeke msikiti mmoja ukasali jamaa, watu wengine wote wakasali mmoja mmoja, hatupati dhambi, kwa sababu wapo watu walioswali jamaa. Lakini kwa madhhabu ya Imamu Ahmad bin Hanbal kuswali faradhi, kuswali jamaa ni faradhi kila mtu, mpaka wamepelekea kwamba ukiswali swala ya peke yako batili, imebatilika. Sisi tumeelewa? Anasema ukisali peke yako na jamaa ipo, swala una madhhabu ya Imam Ahmad bin Hanbal. Lakini madhhabu ya Imam Shafi swala ya jamaa ni faradhu kifaya. Wakiswali watu jamaa hapa, wengine wakaswali huko mmoja mmoja, ile faradhi ishafanya nini? Ishapitia. Anasema faradhul aini huwa, faradhi ya kila mtu ni huwa alwajibu ala kulli mukallafi, ni wajibu wa kila mukallafi. Mukallafi ni mtu aliyebaligh, mwenye akili. Sawa, ni wajibu. Alishasema kule neno faradh na neno wajibu ni kwa maana hii. Kwa hiyo akisema huwa alwajibu, ni lazima ala kulli mukallafi, juu ya kila aliyekwisha baligh, fi'luhu, kuitekeleza. Wa idha fa'alahu al-ba'd, wakitekeleza faradhi aini baadhi ya watu, la yasqutu anil baqin. Sawa, wengine waliobaki haiondoki kwao, bado itawaganda tu. La yasqutu anil baqin, haiondoki kwa wale waliobaki ambao hawakufanya. Wakifanya baadhi ya watu alafu wengine hawakufanya, yule ambaye hakufanya bado imemganda. La yasqutu anhu, haiondoki ule ufaradhi kwake, eti kwa sababu watu wengine wamefanya. Tukiswali swala ya magharibi hapa, walioswali swala ya magharibi ile faradhi ainu kwao ishaondoka. Ambao hawajaswali waseme kwa sababu wenzetu waisha swali sisi hatuswali, haiwezekani. Hiyo sio definition ya faradhu aini.
sio tafsiri ya faradhi aini. Tafsiri ya faradhi aini ni kwamba ataifanya kila aliyekuwa baligh aqilun, na haiondoki mpaka ufanye. Kila mtu afanye kwa nafsi yake. Faradhul kifaya, faradhi kifaya huwa alwajibu fi'lu, ni faradhi ambayo ni lazima ifanywe ala jamii mukallafin, juu ya watu wote waliokwisha baligh wenye akili, lazima waitekeleze faradhul kifaya. Lakini idha fa'alahu ba'dhuhum, hiyo faradhul kifaya wakifanya baadhi yao na wengine wasifanye, sakata anil bakini, sawa, hawa ambao hawakufanya inaondoka kwao, sawa. Kasalati aljanaza, kama vile swala ya jeneza. Watu wamekwenda pale, jeneza limetolewa, linaswaliwa, hata akimswalia mtu mmoja tu na watu wote wakakaa nyuma pale, wamekaa kwenye vikuta, kwenye nini, kwenye mwarobaini, akaswalia mtu mmoja tu, wale wote waliobaki hawapati dhambi. Sisi tumeelewana? Hiyo ndio faradhi kifaya. Wakifanya baadhi ya watu, wengine hawakufanya, ile faradhi ishafanya nini? Ishaondoka, imepita. Lakini watu wote wasitekeleze, wasimswalie yule maiti, yani hakutokea mtu hata mmoja aliyemswalia yule maiti, sisi wote tutapata dhambi, hakuna atakayebaki, wote tutaingia kwenye makosa, anayejua na asiyejua, wote tutaingia kwenye makosa. Lakini akifanya mmoja, wawili, watatu, wanne, wakamuosha, wakamtia sanda, wakamswalia, wakaenda kumzika, faradhul kifaya imepita. Sisi tuliobaki wengine, wale wamefanya kwa niaba ya watu wote, jambo limekwisha. Al-mukallaf, Sheikh akisema mukallaf wanakusudia nani? Huwa al-balighun al-aqilun. Tukisema mukallaf ni mtu aliyebalighe mwenye akili timamu, ndio anaitwa mukallafun. Mukallafun ay kallafahu ash-shari'u, sawa, sheria imemlazimisha kufanya jambo lenye taklifu, sawa. Kila amri ina taklifu yake. Kila amri, taklifu maana yake ni kubeba ule uzito wa lile jambo, ndio inaitwa taklifu. Si tumeelewana? Kubeba ule uzito wa lile jambo ndio unaitwa taklifu. Maana yake ukitaka kuswali itakulazimu uwe na nguo safi, sawa. Itakulazimu uende ukachukue udhu. Hizi ndio zinaitwa taklifu hizi. Itakulazimu ukachukue udhu, sawa. Itakulazimu kama unaenda msikitini usubiri pakimiwe. Si tunaelewana? Itakulazimu usubiri ule wakati wa swala ufike. Hizi zote zinaitwa taklifu, sawa. Ni gharama, ni gharama. Kwa hiyo sheria kukupa amri inakupa gharama ya kufanya jambo, lakini haikupi gharama ambazo huwezi kuzibeba, yani huwezi kuzitekeleza. Wewe unatakiwa uvumilie tu kwenye hizo taklifu. Si tumeelewana? Uvumilivu wa taklifu ndio unaotakiwa, na hakuna kitu kisichokuwa na taklifu. Ayuha al-ahiba, kila kitu kina taklifu yake. Wewe kama unataka kula, utaenda ununue mchele,
uwashe moto, uweke mchele kwenye moto, usubiri uive, usubiri upoe, alafu ndio ule. Sasa hizi zote hizi si tabu hizi ni tabu, lakini kwa sababu kuna kitu unakitaka mbele, hizi tabu zinakuwa ndogo. Tabu hizi zinakuwa ndogo. Hata kama chakula kishapikwa, umeenda hotelini, umeenda kwa mama ntilie, naomba wali nyama, wali samaki, unaweza kukaa wewe dakika 10 hawajakuletea. Si unatakiwa uvumilie? Hii kuvumilia inaitwa taklifu. Sisi tunaelewana? Hii kuvumilia ndio inaitwa taklifu. Kwa hiyo sheria imkalifishi mtu, haianzi kumpa hizi taklifu mtu isipokuwa huyo mtu awe amebaligh na awe ana akili. Ukishakuwa baligh una akili, sasa sheria inakupa hayo majukumu hayo. Kwamba vumilia. Sasa kuna vitu hapa vinakuja, unatakiwa uwe na subira. Ndio utaona kwenye mawaidha ya watu wengine kwamba subira ya kutii. Kwenye kutii vile vile kunataka subira. Kuna wakati maji ni baridi na wewe umeenda kwenye mkoa wenye baridi, huwezi kusema mimi hapa sasa sitawadhi. Sheria inakulazimisha utawadhi. Sisi tumeelewa? Kwa hiyo ukisikia taklifu ni hiyo ndio inayokusudiwa. Kwa hiyo almukallafu huwa albalighu alaqil. Ukisikia mtu mukallafu ni mtu ameshakuwa baligh, mwenye akili timamu.